Tumekuwa tukipokea maombi katika halmashauri mbalimbali kusapoti redio zao, na tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa awamu hii tumeinclude pia na Arusha DC baada ya kupokea ombi lao. Mradi huu utajengwa mnara wa redio, chumba kwa ajili ya kuwekea mitambo kama transmitter na vifaa vingine, chumba cha mlinzi na chumba cha generator. Kwa upande wa UCSAF, mzabuni tulishampata kupitia process za NeST, na taratibu zote kwa maana ya kuingia naye mkataba zilishakamilika, mpaka zile taratibu za malipo za awali pia zilishakamilika. Kwa upande wetu kila kitu kipo sawa, ni mkandarasi sasa kuanza mradi. Sisi kama wakandarasi ambao tunaitwa Electrical Tanzania Limited, ni kampuni zoefu na headquarter yetu ipo Dar es Salaam. Kwanza nitushukuru nafasi hii ya kufanya kazi na Arusha kwa sababu tuna uzoefu wa kufanya na mikoa mingine, tupata bahati ya kufanya huu mradi kwa Arusha. Kwa hiyo kwa sisi itakuwa ni fursa pia ya kujenga mahusiano na Arusha, angalau pia kuitangaza kampuni yetu, kwa sababu tunaahidi kulingana na uzoefu wetu tumekuwa recommended pia hata na UCSAF kama mfano kwa kujua ujenzi wa vituo. Kwa hiyo endapo tutapatiwa ushirikiano wa kutosha kutoka eneo husika, uhusiano kwanza kupata vibali kwa muda ambao tunautaka wa ujenzi, lakini pia tukiweza kupata access kwa maana ya kujua kwamba tukiruhusiwa tumieni njia hii kufika site kwa maana ya access road, lakini pia kupata security, kwa sababu mradi wote wa serikali sisi tunafanya turnkey. Hii ni turnkey project kwa sababu sisi tunaagiza material wenyewe, kila kitu wenyewe, tuna design, tunachora, then tunakuja kuleta tunakuja kumpa client design ana approve, sisi tunaendelea na ujenzi. Shukrani za kipekee tupeleke kwa UCSAF, kwa kweli wamekuwa kutusaidia sana. Naamini hata nyie halmashauri kwa kuanzia kwa huku naweza mkawa mashahidi wazuri kutendana na msaada wao. Lengo ni zuri na redio yetu naamini itasaidia kufikisha hizi habari aswaswa za pembeni kwenye maeneo haya. Kwa hiyo nyie mnapokuwa na redio kama hii inasaidia sana nyie taarifa zenu kwa kina kufikisha na wananchi wakazifahamu. Kwa hiyo sasa kutokana na hilo basi tunakuwa ni kama walezi kama ulivyosema wewe, tutalitekeleza jukumu hilo kuhakikisha kwamba tunasimamia basi redio yenu inasimama, na zinapotokea changamoto ziwe za kiufundi ziwe na nini, basi tuwasiliane ili tuhakikishe kwamba hili linafanikiwa. Mimi binafsi niwashukuru sana TBC Taifa. Mwakilishi hapa kaka yangu ameongea vizuri, well articulate katika hili. Unajua hakuna kitu kizuri kama kuwa na msimamizi ambaye ana affiliation moja kwa moja na serikali. Sasa TBC Taifa ni shirika la habari la serikali, kwa hiyo huwa na dhamana ya kusimamia hizi taasisi zingine ambazo zina media houses kama hizi, kama hii ya kwetu. Ni kitu kikubwa kwa sababu mnaongea lugha moja, lugha ya kiserikali. Kwa hiyo sisi we feel so comfortably kuwa chini ya usimamizi wa TBC. Lakini pia ni ishukuru sana UCSAF. Kwa kweli tunaweza tukasema kwamba ndoto yetu wana Arusha DC leo hii imetimia. Ndoto ambayo tulikuwa tunaiota kila siku na ndugu zangu leo hii imetimia. Japokuwa ilikuwa ni muda mrefu, lakini Waswahili wanasema kawia hufika. Lakini pia nimshukuru ndugu yangu hapa, mkandarasi wetu amekuwa well explained kwa roadmap ya kazi yake. Amekuwa very brief, lakini amegusa yale mambo ya msingi. Lakini kingine ambacho ni kizuri zaidi, mradi huu unaenda kunufaisha watu wengi. Tunasema kwamba unaenda kuleta mnyororo wa thamani, wanufaika ni wengi. Kama tunavyoona hapo, kuna mkandarasi Mtanzania mzalendo, huyu ni mnufaika katika mradi huu. Lakini pia
tuna wananchi wetu kule wananzengo ambao ni local fundi na wale saidia fundi wote watatokea kwenye kijiji chetu pale pale cha Olgilai. Kwa hiyo unakuta kwamba na wenyewe pia ni wanufaika. Kwa hiyo tunachokiona kwamba redio hii kukamilika kwake na kukamilika kwa mnara huu, kwa sababu itakuwa na uwezo wa kuwa hewani muda wote, tunaenda kuweka historia kubwa, lakini kufanya mapinduzi makubwa, na sio tu mapinduzi kwenye jamii katika kuelimisha na kuweza kuipasha habari jamii, lakini pia hata halmashauri inaenda kuneemeka kiuchumi, kuwa kama na chanzo cha fedha, source of income ya kudumu, kwa sababu tunategemea tuwe na production studio. Kwa hiyo ina maana kama kuna watu wote wanataka kurekodi jingles, matangazo, tutakuwa tunafanya production hapo, tunayo tayari production studio, lakini pia tutakuwa tunapokea matangazo, lakini pia tutakuwa tunakodisha katika mnara huu utakapokamilika. Na kwa sababu sisi ni serikali, tunatoa huduma, ni rahisi kuweza kupata wadau wengi wakapanga kwetu, kwa sababu hatupo kibiashara zaidi, japokuwa tuna intend profit, lakini tofauti na private, kwamba hakuna ule ubinadamu kwamba strict business, umeshindwa kulipa leo, hela yako inaisha leo, tunakufungia manani. Kwa hiyo sisi hatutegemei kuwa namna hiyo.